Napenda kuleta tangazo kwako kwamba wiki hii kuna jambo linaenda kuzaliwa, ya kwamba kuna kauli nzito aliyoitoa Yesu Kristo inaenda kutenda kazi juu ya maisha yako. Biblia inasema Bwana Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Wiki hii kuna tangazo linaenda kutolewa kwako. Yesu anaenda kumaliza na kufunga pazia la yale magumu na mambo yaliyoshindikana katika maisha yako. Lakini pia kuna tukio lingine kubwa linaenda kufanyika wiki hii. Siku ya Jumapili kuna kitu kitarudi tena katika upya. Yaani Yesu Kristo ataishinda mauti, atayashinda kwa vitendo yale yaliyoshindikana kwa wanadamu. Atafufuka. Na kukaribisha sana katika ibada ambayo tutaifanya siku ya Ijumaa, siku ambayo tunakwenda kutamka neno kwa pamoja lenye nguvu, kwamba imekwisha. Nguvu ya mateso imekwisha, nguvu ya umaskini imekwisha, nguvu ya maonevu imekwisha. Lolote ambalo limekuwa pamoja na wewe kwa muda mrefu, njoo tulitamkie kwa pamoja kwamba nguvu hiyo imekwisha kushindwa na imekwisha. Lakini pia nakukaribisha kwa ibada ya Jumapili, ambavyo wote tutakuwa tunafurahi pamoja, tunashangilia kwamba shetani alidhani amemweza Yesu. Shetani alijua kwamba kifo hakitamruhusu Yesu kutoka tena, kwamba ndio ulikuwa ni mwisho. Lakini Yesu anatoka kwa nguvu mpya, ameuvaa mwili kurudi kutangaza kwamba yeye yuko zaidi au yuko juu ya yale wanadamu yanaowatisha. Mojawapo ni kifo. Na kukaribisha siku ya Alhamisi ya Ijumaa, tutakuwa na ibada ambayo tumeipanga kwa namna ya kipekee. Itaanza saa 8 kamili, tutamaliza kwenye saa 10 kasorobo. Hiyo ni Ijumaa Kuu. Kwa nini tutamaliza saa 10 kasorobo? Tunataka ili le neno la kwamba Yesu alipokwisha kuipokea siki, mateso, huzuni, ayapokee pamoja nasi tukiwa ibadani. Ili lile tangazo tutakapolitoa kwamba imekwisha, kanisa lote tuwepo na watu wote tuwepo, tutamke kwa sauti ya juu kwamba imekwisha. Kwa hiyo hatupendi hilo neno saa 9 kamili litukute tuko kazini, majumbani, kwenye shughuli zetu. Ninakukaribisha kwenye ibada hiyo ambayo nitaihudumu mimi mwenyewe. Itaanza saa 8 kamili mpaka saa 10 kasoro. Kwaya zote zitakuwepo, kwaya hadhila, kwaya ya vijana, kwaya ya Voice ambayo imetoka kuzindua albamu yao, lakini na praise and worship wote watakuwepo. Tutashiriki katika nyimbo ambazo zinaendana na siku hiyo ya kwenda kutangaza kila ugumu nguvu yake imekwisha. Tutapumzika Jumamosi. Jumapili tutakuwa na ibada ya kipekee, wakati ambapo Yesu amefufuka. Yesu amepita juu ya yale yote ambayo kwako ni tatizo. Tutaanza ibada yetu saa 1 kamili siku ya Jumapili. Tutaingia katika Sunday School saa 2 kamili mpaka saa 3 au saa 3 kasoro dakika 10. Alafu tutakuwa na discussion ya dakika 10 na kusalimiana. Tutaanza ibada kuu mpaka saa 6 kamili tutakuwa tumeshamaliza. Tunataka kufanya hivyo ili tukuache na wewe uwe huru kuendelea na mambo mengine ya kufurahi pamoja na rafiki, jamaa. Najua umealikwa kwenda huku na kule kufurahi pamoja na wapendwa na marafiki na jamaa kwamba Yesu amefufuka. Kama kiongozi wako, rafiki wako, ninakukaribisha, lakini nakutakia wiki ya baraka. Siku hizi 2 zifanye kuwa ni kumbukumbu nzuri na za baraka kwako. Mungu wa majeshi akubariki. Ukitaka maelekezo, basi unaweza ukapiga kwenye namba yangu binafsi 0767
749040. Lakini ukipenda ufahamu wapi kanisa linapatikana, tuko Mwanza, wilaya Ilemela, nyuma ya soko lile la Sabasaba Pasiansi. Ukifika pale utaona vibao vitakavyokuelekeza ufike kanisani, na kama utashindwa, uliza mtu yoyote, hata wa bodaboda, maafisa usafiri, watakuelekeza. Utataja jina la Askofu Dr. Daniel Moses Kulola. Mungu akubariki.